Bana mtazamaji wa Scope Media, tuko na Sam Simba, shabiki wa Simba Sport Club. Bana mambo mengi sana yanaendelea mjini, vitu vingi vina trend kwenye mitandao ya kijamii, hususan kuelekea kwenye Kariakoo Derby, lakini kubwa ambalo liko kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa ni kuhusiana na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, ambapo inaelezwa kuwa huenda akafungiwa miaka 2. Kwako wewe kwanza taarifa hiyo umeipokeaje? Of course kwa mdau wa mpira yoyote kwa swala la Ali Shabani Kamwe kufungiwa, nafikiri kila mtu amelichukua kwa uelewa wake tofauti. Lakini kwangu mimi kama Sam Simba imenidhoofisha mno na imenisikitisha mno, kwa sababu TFF na bodi ya ligi japo hizi habari sio official, kwa sababu ni tetesi kwenye mitandao ya kijamii ambayo tumezoea kwamba jambo likiwa linaongeleka kule huaga baadaye linakuja kuwa kweli. Kwa hiyo bodi ya ligi na TFF na hali kadhalika kwa kiangalia ile kamati wamejaribu kuwaita maafisa habari wote wa vilabu viwili vikubwa kwamba kila mtu alikuwa amefanya kosa kwenye engo yake, lakini tutambue kwamba TFF ndio baba wa mpira wetu Tanzania, ndio mama wa mpira wetu wa Tanzania. Waangalie pale Dar es Salaam Africans tatizo ni nini, kwa sababu kuna mambo ambayo yanawezekana yakaweza kaongeleka. Ukimwangalia Bumbuli, ukimwangalia Nugazi, ukimwangalia Haji Sande Manara, ukimwangalia Ali Shabani Kamwe, wote kama ikiwa ni kweli hili ambalo linaongeleka, anaenda Ali Kamwe kupigwa bani ya miaka 2. Ni swala kweli ameteleza, kuna kauli ambazo alikuwa ameongea, kwa sababu kuna utaratibu ambao upo, lakini inatakiwa mtu apigwe fine, aidha apewe onyo. Si ndivyo? Kwa kuna vitu ambavyo vya kuongeleka, lakini sio moja kwa moja kwenda kutoa hukumu, ambapo kuna watu wanafanya makosa wanaangaliwa. Mtu kama mimi nasema kama Jemedari Saidi. Jemedari Saidi ni CEO wa JKT. Lakini kuna vitu anaviongea akiwa anajificha ndani ya uandishi wa habari, vikiwa vinaleta kindhana, kauli ambazo zinakindhana kwenye utofauti na zile kanuni za TFF. Kwa hiyo ifike wakati tusije tukaleta mpira wetu kuongoza mpira kwa chuki, tukaongoza mpira wetu kwa uhasama, kwamba kosa moja mtu anakwenda kuadhibiwa, kosa ambalo mimi naona ni ile tu ambalo la kawaida. Ndugu yangu msemaji wangu Ahmed Ali naye anashutuma kama hiyo ambazo zinakwenda kama yengo zinalingana. Kwa hiyo unapokwenda kumpiga mtu bani mmoja inakuwa kama kuna uonevu fulani. Tujaribu kuweka mambo sawa ili iwe afya kwenye soka letu. Lakini baadhi ya watu wanasema ni bora afungiwe, baadhi hususan wengine wa Simba kwamba amekuwa na mdomo sana, labda wanakereka na zile kero zake za kuwasema. Unajua kuna engo ya utani. Simba na Yanga ni watani. Kwenye kuongea huyu kuigusa Simba, huyu kuigusa Yanga, hivyo vitu ni hivi. Mimi naweza kusema kwamba kitu alichokiongea kwenda kuishtumu mamlaka ndo eneo ambalo labda kidogo imeleta ukakasi. Lakini hizi kauli pia zinahua wasemaji wengi wanaongea. Mfano mzuri mimi mtu ambaye naweza kukua na evidence nzuri ni Jemedari Saidi, kwamba yeye pia ni kiongozi ndani ya timu ambayo inashiriki ligi ya NBC. Kwa hiyo naye huwa anaongea hizo lugha sana. Kwa hiyo itokee wajaribu kuitengeneza hizi kanuni kwamba ukivuka kwenye 1 2 3 kuna adhabu yake iko hivi na hivi na hivi, izieleweke, itengeneze package. Kwa hiyo tusiwe na mihemko ya kwenda kumwataki mtu na kutaka moja kwa moja kutaka kumhukumu, ili mradi kuizoofisha timu kwenye engo fulani. Haina afya kwenye mpira wetu ambao tunategemea mambo makubwa sana kwenye nchi yetu. Sawa, ukiangalia unadhani hiyo inaweza kuwa pia ni fundisho, labda watu wengine wasema ikitolewa adhabu hiyo, baadhi ya wachambuzi wanasema ikitolewa adhabu hiyo inaweza kuwa fundisho kwa wasemaji wengine? Mimi naamini engo yangu mimi kama Sam Simba mdau wa mpira, mimi naona TFF watengeneze kanuni ambazo zitawabana, na pia vile hawa wasemaji wa vilabu vyote wapewe hata angalau seminar kwamba ukienda hapa kuna 1 2 3, kama unaizodoa Yanga au unaizodoa Simba au unaizodoa Mtibwa sijui JKT na Mungo, ongea kwenye engo ya utani. Lakini tukienda kwenye kanuni za kuongelea waamuzi, wewe ukiwa kama kiongozi, ukiwa kama uko ndani ya management ya Yanga au ya Simba au ya klabu yoyote, haustahili kuongea habari za muamuzi au kuwaongelea viongozi wa TFF. Kwenye swala hilo kila mtu atakuwa amejua nini cha kufanya katika majukumu yake ya kazi. Nadhani
hii kusema kwamba tukiwekewa sheria kwamba waamuzi hatakiwi kuongelewa, unadhani tunawajengea ufanyaji wao mzuri ukizingatia siku za hivi karibuni kumekuwa na makosa mengi sana? Kuna watu ambao tupo free kama sisi na tunaona na tunafahamu mpira. Tunaongelea kwenye engo ambayo ya kuweza kuleta changamoto kwa wale watu ambao wanasimamia sheria 17. Kwa mfano sasa hivi nikiongelea tu kutoka kwenye mada yetu kuhusu Arajige, yeye ameteuliwa tayari na bodi ya ligi na TFF kusimamia sheria 17 kwenda kuzisimamia kwenye mechi ya dabi ya kesho. Kwa hiyo mimi nina imani na huyo mtu kwa 200%, kwa sababu yeye anajua kuzitafsiri kwa uhakika, kwa sababu tumeshaona kuna mechi nyingi ambazo zina attention kubwa. Amesimama katika sheria na kuzitafsiri katika uhalali ule ambao unahitajika. Yote kwa yote mimi naamini ukiwa kama kiongozi wa klabu, ukiwa kiongozi upo ndani ya klabu ya aina yoyote, hustahiki kutoka public kwenda kumkashifu mwamuzi. Hilo swala la kanuni zipo. Na ukitoka front na maana wewe unakwenda kuadhibiwa. Lakini tumesikia Ulaya hata makocha wamekuwa pia kilalamikia waamuzi na wafungiwi, na zimekuwa zikichukuliwa sheria kwamba kwa wale makosa ambao waamuzi wanayaona wamekuwa wakichukuliwa waamuzi sheria bana, warekebishe hapa warekebishe hao, tofauti na Tanzania kwamba watu wa mamlaka wakizungumzia waamuzi wao ndo wanaadhibiwa na waamuzi wanaachwa. Kuna kanuni na sheria. Sheria za FIFA zipo pale pale. Hizi kanuni tunazitunga sisi au nchi. Kwa sisi tumeamua kujitungia kanuni zetu ndani ya nchi yetu. Kwamba ikiwa hivyo scenario, ikiwa kwenye mwamuzi ukimtukana Karia, wewe kuna kipengele au kanuni ambayo tumetengeneza sisi inaenda kukuhukumu. Kwa hiyo wao wa Ulaya wanajiendesha kivyao. Ila sheria za FIFA ni zile 17. Ila kanuni, kila nchi inatengeneza kanuni zake. Watu wanasema kwamba pengine maboresho ya kanuni yafanyike ili kusudi hata watu wa mamlaka wanaocheza sandani kule, sababu mashabiki meza mkao mnazungumza, lakini msichukuliwe maanani kama watu wa ndani wakizungumza bana, hapa kuna shida. Inaweza kuwa rais pia kuboresha sehemu ya marefari, kwa sababu unaona siku za hivi karibuni mpira wetu unashuka sasa. Kwenye engo hiyo ndio nilikuwa nataka kuja sasa kwenye kwamba kuna sheria na kanuni. Sheria ni zile 17 za mpira wanazochezea huko sijuu Ungindoni, na sisi huku tunacheza hizo. Kwa hiyo kwenye kanuni tunajitengenezea kanuni ambazo labda zimekwenda kutubana zaidi, kutokuwa huru. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kama kuna kipengele kwenye kanuni ambazo tumeziweka kwamba waamuzi hawahitajiki kwenda kuwataki, kwenda kutakiwa kuwarekebisha kwa kile ambacho labda wamekifanya, mimi naamini kama kuna hicho kipengele, basi ujaribu kukipigia kelele kiweze kuvunjwa, ili na kila mtu awe huru kwenye kuongelea, kwa sababu sisi ni binadamu. Hakuna binadamu ambaye anaweza akasimama kwenye uhalisia ufanye kila kitu perfect. Kuna sehemu unaweza kuteleza kibinadamu. Kwa hiyo ifikie wakati aidha kama kuna kanuni zilegezwe ili kila mtu aweze kutoa maoni yake na aweze kufanywa kazi. Kubwa nyingine ambayo liko mjini mbele yetu ni siku ya kesho, Kariakoo Derby. Watu kila mtu anatamba kivyake, wengine wanasema hawa Yanga maveterani, wengine wanasema sijui huko hakuna timu. So far kwanza mtazamo wako kuelekea Kariakoo Derby, ipi inaingia kama first team na ipi inaingia kama second team kwa mtazamo wako? Mimi kwa maoni yangu naiona mechi ya kesho itakuwa ni ngumu, mechi ya ushindani. Na ukiangalia upande zote mbili wamekewa bonus, motivation. Yanga wamekewa 500, Simba wamekewa 700 kama 91. Ukiangalia hiyo sio kosa, management au mabosi wakaenda kuwafanyia motivation wachezaji wajitume kwa hali kubwa ili kuweza kupata matokeo. Lakini mimi kama maoni yangu kama Simba, naona dabi ya kesho Simba klabu yangu pendwa wanaingia kama underdog. Wanaingia kama underdog kwa nini? Simba anaingia kama mnyonge kwenye mechi ya kesho kwa sababu ameshapoteza mechi 4 mfululizo. Katika mechi hizo 4 mfululizo, hii inayokwenda kesho ni ya 5. Kwa hiyo ndio maana ninasimama kwenye engo kwamba Simba anaingia kama underdog. So kama anaenda kumuandalate kwamba hawezi kupishana na Yanga. Lakini naiangalia kwenye engo ya matokeo. Ile consistency ya Simba amepoteza umakini kwenye mechi zake 4. Kwa hiyo hii tunaenda kwenye mechi ya 5. Namweka kama vile atakuwa timu ya pili uwanjani. Kwanza atakuwa na vitu viwili, kuhitaji kupata matokeo, na pia anaingia na pressure sana kwenye mechi ya kesho. Kwa hiyo ukiangalia watu wengi wanasema kwamba Yanga ndo anaingia na pressure kwenye mechi ya kesho. Hapana, Simba mimi naona ndo anaingia na pressure sana kwa sababu anaenda kuwaaminisha watu. Kupoteza mechi 4 mfululizo sio kikwazo cha mimi kuto kupata matokeo mechi ya leo ya kesho, si ndivyo? Kwa hiyo ndio maana nasema Simba anaingia na pressure. Mashabiki wa Simba tukienda kufungwa sisi mechi ya kesho, tukienda kufungwa mechi ya kesho, na maana tutakuwa tulikuwa tumeruhusu uteja ndani ya Yanga. Mechi 5 mfululizo haijawahi kutokea.
Mechi 5 mfululizo haijawahi kutokea toka hivi vilabu vimeanzishwa. Kwa hiyo mimi naamini kabisa Simba ataingia kwenye pressure mechi ya kesho, kuhitaji kupata matokeo na pia kuleta uhai wa kutetea ubingwa, kwamba sasa hivi tunataka turudi kwenye uhalisia wetu wa kuwa mabingwa. Wachambuzi wengi wanaipa nafasi Simba kushinda mchezo wa kesho, wakisema kuwa Yanga imepungua ubora kwa siku za hivi karibuni, tofauti na Simba ambayo imekuwa bora zaidi. Hilo lote linaweza kutokea kwenye dabi. Yaani mtu akisema kwamba Simba anaweza kupata matokeo, it's okay. Yanga inaweza kupata matokeo, it's okay, kwa sababu siwezi kumdrop mtu ambaye anaweza kuongea na kinywa chake kutoa maamuzi. Pitch ndio itaongea. Unaamini Yanga imeshuka kiwango? Hapana, mimi siamini kwamba Yanga imeshuka kiwango. Kwani anaongoza ligi ni nani? Anaongoza Yanga, lakini anamzidi mchezo mmoja na alama moja Simba. Ndio ubora, kwa sababu leo hii ukinipa fixture ya timu bora Tanzania, utaniambia timu gani ni bora? Wachambuzi wanasema Simba imekuwa bora na soka safi kuliko Yanga. Gani? Soka safi. Soka safi kwenye matokeo. Kwenye mpira kitu cha kwanza kinachomata ni matokeo. Yaani hiyo standard ya kupiga pasi nyingi, alafu mwisho wa siku umepigwa 2-1. Mimi sidhani kama ina afya sana kwenye matokeo. Cheza unavyocheza, lakini plani yako iwe ni kutoka na matokeo. Kwa hiyo paka sasa hivi Yanga ni bora. Acha tukitaka kusema record za nyuma, kwa sababu mimi mashabiki wa Simba na Yanga naweza nikawa naongea vitu vya tofauti, labda wasinielewe. Ukiniambia Simba na Yanga klabu bora ndani ya hii nchi ni nani? Mimi nitakwambia ni Yanga. Nitakuja kwenye fakti kwamba Yanga ni bora kwenye kumfunga Simba mara nyingi. Yanga ni bora kwenye kuchukua vikombe vingi nchini. Sasa head to head ubingwa, Yanga ni bora kuzidi Simba. Kwa hiyo Yanga mimi naona kwangu mimi ni bora. Na ndio maana Yanga sasa hivi anatafuta ufalme wa nje ya mipaka, na ndio kitu anachokitafuta. Na sisi ndio sehemu ambayo tunalingia hicho kivuli cha kwamba sisi ni bora, tumetengeneza consistency nzuri zaidi ya miaka 7 kuingia robo finali. Sawa, kwenye Kariakoo Derby sasa, unadhani kesho eneo gani ambalo litakuwa na bato kubwa sana pale uwanjani? Mimi naamini kabisa eneo la kiungo ndio litakalokuwa lina watu ambao ni wabunifu na kutengeneza nafasi nyingi sana, endapo upande mmoja utakuwa wapo wame late kwa ruhusu upande mmoja kucheza. Na mzungumzia mtu kama Khalid Aucho, na mzungumzia mtu kama Mudathiri Yahya, pamoja labda na Aziz Ki au Pacome Zouzoua, kwa sababu ukiangalia pale juu kwa Yanga watacheza watu watatu. Watakuwa pana Mudathiri Yahya, patakuwa pana Pacome Zouzoua pamoja na Max Mpia Nzengeli. Kwa hiyo mimi naamini hiyo mstari wa juu watakuwa na watu 4 hao. Kwa hiyo ukija upande wa Simba, juu pale lazima atakuwepo Fabrice Luamba Ngoma, atakuwepo mtu anaitwa Elim Panzu pamoja na Kip Dennis, si ndivyo? Pamoja na Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo hawa watu yoyote atakaye kuwa chini ya kiwango akaruhusu mpinzani mmoja kuweza kupiga mipira na ikapita, basi mimi naamini maamuzi atakuwa ametokea hapo. Kwa sababu hasa nikiangalia Simba kwenye eneo la defense, kuna watu tayari wapo. Endapo kama ikiwa ndivyo ambavyo tunavyoaminishwa kwamba atakosekana Shefondo Maloni, ambao tayari walikuwa wanacheza partnership nzuri na Hamza, ambao nyuma alikuwepo ni Musa Kamara ambaye ndo alikuwa muhimili mzuri ambaye ana consistency nzuri ndani ya goli la Simba. Kwa hiyo akikosekana kama vyanzo ambavyo tunapewa, itakuwa kwetu upande wetu sisi ni pigo, lakini naamini mchezaji yoyote Simba atakayepewa maelekezo kucheza ataweza kufanya vizuri mechi ya kesho. Sawa, ukiangalia pia kwa muamuzi ambaye amechaguliwa kwenye mchezo huo, wapo baadhi ya watu wa Simba walikuwa wanapata doubt, hata pia ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wenu na mfadhili wenu wa zamani Azim David alisema kwamba Arajiga kwa wakichezesha wao wanafungwa na si refa mzuri. Maoni yako ni yapi hasa? Ingelikuwa timu yetu ya Simba ni ndogo, haiwezi kuhimili pressure. Mzee Azim David alikuwa anatoa pressure tu kwa wachezaji, kwa sababu kitendo cha kuaminisha yeye kama ni bosi, alishawahi kuwa mdhamini wa Simba, akawa anatengeneza hofu. Hii ni pressure ambayo inaenda kuwapa wachezaji, lakini naamini Simba Sports ni klabu kubwa. Hiki alichokiongea mzee kwa mapenzi yake ni maoni yake, lakini mimi naamini aliyesimama ndani ya uwanja kwenda kutafsiri sheria 17, mimi bado nina imani naye nikiwa kama mshabiki wa Simba. Arajige mimi nina imani naye kubwa, kwa sababu ni referee sasa hivi anavuka mipaka na kwenda kuzisimamia sheria 17. FIFA CAF wanamwamini. Kwa hiyo wana Simba, mashabiki wenzangu, tujenge imani. Kikubwa tuombe wachezaji wetu waamke vizuri kwenda kuipambania nembo ya klabu ya Simba. Siku za hivi karibuni kumekuwa na mashabiki ambao wanapiga mashabiki wenzao viwanjani. Nadhani pia na wewe umeshuhudia. Maoni yako ni yapi kuelekea mchezo wa dabi ambao unakutanisha mashabiki wengi siku ya kesho? Tena mimi naweza nikasema asilimia kubwa ni upande wetu sisi Simba, kwa sababu japo hiyo scenario hata Yanga pia ipo. Kwa sababu mimi mwenyewe pia nimeshakuwa muhanga wa hayo masuala, nimeshawahi kupigwa na mashabiki wa Simba. Kwa hiyo ukiongea ukweli kwenye media kama hivi, maskini ya Mungu unaonekana wewe ni mamruki. Sasa
mtu aje na evidence ya kuniambia kwamba kwa nini uongee kitu hiki ambacho sio kweli. Sasa mtu ukiongea ukweli, kwa mimi napendaga kuongea mpira, sipendi kuongea ushabiki. Ukiniuliza swali la mpira nitakujibu swali la mpira. Ukihitaji tuongee ushabiki, tuongee ushabiki. Lakini kuna watu wanahitaji kuelimika kupitia chombo hiki cha Scope Media. Sasa mimi nikianza kuongea ushabiki, kuna mtu anaweza sifahamu Simba, kuna mtu anaweza sifahamu Yanga, kuna mtu anaweza sifahamu nini maana ya dabi. Si ndivyo? Kwa huu ushabiki wa kuanza kupigana, mimi naona kabisa tunaelekea sehemu mbaya. Mtu apewe uhuru wa kuongea, kwa sababu hiki ni chombo cha halali, kimepewa himaya ya kuweza kufanya mahojiano na mtu, ili mradi mtu asivunje sheria ya matusi mbaya, si ndivyo? Ili mradi tunaongea mpira. Luksa, mtu ni maoni yake afanye interview, lakini ya masuala ya kupigana hayana afya kwenye mpira wetu. Kwa mimi chonde. Mashabiki wa Yanga ni wa Tanzania. Hata kama ingekuwa ni nje ya nchi, lakini umeingia ndani, si tunaishi kisheria. Kwa hiyo tupendane. Ukimuona mtu anaongea hoja yake sio ya msingi, omba nafasi na wewe umpinge kwa ile hoja yake ambayo unaona haina mashiko. Tubishane kwa hoja. Sio tena wewe mnaanza ngumi. Hiyo mambo tunaelekea siko kuzuri. Kwa hiyo mimi nawaomba mashabiki wa Yanga, ndio maana mimi ni marafiki zangu sana. Baadhi ya mashabiki mimi wengi wa Simba huku wote tunaishi vizuri. Baadhi tu kuna watu wanachuki binafsi kwamba huyu mtu akiongea mpira huyu mamluki. Sasa njoo unitubishane kwa hoja kwamba hiki nilichoongea kwamba Tanzania klabu bora. Maana ubora wa timu ni kwenye mataji na head to head. Si ndivyo? Sisi tumekutana na Yanga, tumepigwa mara nyingi. Yanga amechukua vikombe mara nyingi, ndio ubora wa Yanga ulipo ndani. Sasa wewe unakujaje kubisha? Njoo na hoja yako sasa. Hii Simba ni bora kwa ndani hapa. Kwenye hengo ipi? Si ndivyo? Ndio natakiwa tuje na. Sasa mtu akiongea hivi, ngumi hivi, sio fresh. Tutoe ufafanuzi mzuri kwenye hoja zetu. Mimi unanihoji, naongea kama kile unachonielezea ili kumpa faida. Kuna mtu haelewi maana ya dabi, tunampa elimu kupitia Scope Media, chombo halali kabisa ambacho kimehalalishwa na mamlaka zote, kwamba wewe ufanye kazi kufanya interview na mtu yoyote ili watu wengine pia waweze kupata faida kupitia chombo hiki. Bwana, shukrani sana. Asante sana brother.